Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na Lindi FM, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi cha Kimbilia kwa Yesu, na leo tuna somo zuri tena ambalo Mungu ametupa tuweze kushirikiana nawe. Kabla tujaanza, ningependa tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku nyingine tena iliyopata kibali mbele za uso wako na machoni pako Bwana. Umetutunza, umetulinda, umetuponya tangu wiki iliyopita tulipokutana na kujifunza maneno yako matakatifu. Siku nyingine tena leo tunaomba Bwana uwepo wako katikati yetu. Roho Mtakatifu, yeye aliyekuwa mwalimu mkuu, akatufundishe neno lako Bwana, na ukaufikishe ujumbe huu ndani ya mioyo ya wote watakaokuwa tazama na kusikiliza neno lako Bwana, na neno lako likawe na nguvu ya kuponya, likawe na nguvu ya kuokoa, likawe na nguvu ya kubadilisha maisha ya mwanadamu, likawe na nguvu ya kutenda ishara, maajabu na miujiza katikati ya watu wako uliowaita kwa kusudi lako Bwana. Baba mtakatifu, tunajikabidhi mikononi mwako, nami mtuma wako najiweka mikononi mwako pia, ukanitumie kama chombo kwa utukufu wako. Kwa jina lake Yesu Kristo ninaomba, amen. Ndugu mtazamaji wa TV pamoja na Lindi FM, kama ambavyo nimekuwa nikijitambulisha kwako, ninaitwa mchungaji John Mnong'one wa kanisa la EAGT pale Mwangaza, nyumba 300 Kisasa, Dodoma. Na leo hii ninakuletea neno la Mungu ambalo ujumbe huu wake au kichwa chake nimesema wakati wa wokovu ndio sasa. Wakati wa wokovu ndio sasa. Na maandiko ambayo ningependa tushirikiane siku hii ya leo yanatoka katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 kuanzia mstari wa 36. Biblia inasema hivi: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa wako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anazungumzia juu ya kurudi kwake kutakavyokuwa ghafla. Na tunaposema ghafla kwa wale ambao hawajawekwa tayari au hawajawa tayari kwa ujio wake, maana yake wako mbali na Mungu wao. Kwa hiyo kuja kwake Kristo katika maisha yetu au duniani kutakuwa kwao ni ghafla. Maandiko haya yanatufundisha mambo mawili ama matatu juu ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza kulinyakua kanisa, lakini pia ujio wa pili anaporudi Bwana Yesu kuteta hukumu. Lakini nisingependa kuingia ndani katika haya yote. Nataka tulishike neno moja tu katika somo letu la leo, ilikuwa tayari. Somo ambalo linasema uwepo wako au uhitaji wako wewe kuwa tayari. Hilo ndio neno la muhimu. Kuwa tayari kukutana na Mungu. Na ndio maana nimekipa kichwa somo hili, wakati wa wokovu wako ndio sasa. Bwana Yesu anakifananisha kipindi hiki na kipindi cha Nuhu. Kipindi cha kuja kwake ghafla
anafananisha na kipindi cha Nuhu. Ndio maana amekitumia katika kitabu cha Injili sura ya 24 akirifaa kitabu cha Mwanzo. Na kipindi cha Nuhu kabla ya gharika, watu waliendelea na shughuli zao mpaka gharika ilipofika, wasielewe, wote wakafa kwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ningetaka turudi tena katika kitabu cha Mwanzo ili tujue kipindi hiki cha gharika mambo gani hasa yalitokea. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, sura ile ya 6, nianzie mstari ule wa 12. Biblia inasema, Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu ameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Hili ndio lilikuwa neno ambalo Mungu alisema na Nuhu, alilolikusudia kulitenda katika dunia. Aliona dunia imejaa dhuluma. Aliona dunia imejaa machafuko, dhambi, watu wameacha kumwabudu Mungu wa kweli. Hawamuishii Mungu tena, ila wanaendelea na mambo yao yasiyompendeza Mungu. Sasa Mungu akasema, nitaharibu na nitaharibu na dunia. Manake hata vile vilivyokuwepo duniani navyo vitaharibiwa vyote. Hilo ndilo ambalo lilikuwa kusudi la Mungu. Sasa anamwagiza Nuhu, ukisoma mstari ule wa 14, anamwambia ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya. Akampa maelekezo, ukubwa wa safina, upana wa safina, vyumba vitakavyokuwepo, juu na chini kutakuwaje. Mungu alikuwa na ramani nzima ya safina kabla hajaitengeneza au haijaundwa. Bwana apewe sifa sana. Na ukisoma mistari inayofuatia, nitakusomea mstari wa 22 tu. Anasema, ndivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Maana Mungu alivyomwambia ndivyo alivyofanya. Nataka tuangalie katika kipindi hiki ambacho Nuhu anatengeneza safina. Hakikuwa kipindi cha siku moja wala wiki wala mwezi, ilikuwa miaka mingi. Na ukisoma kitabu hiki katika sura ile ya 6, sura ya 5, Biblia inasema mstari wa 32, Nuhu alikuwa na mwenye miaka 500 kipindi hiki. Kwa hiyo alikuwa katika kipindi ambacho bado ana miaka 500. Na ukisoma sura ya 7, anasema naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Kwa hiyo manake tangu ambapo Mungu alimpa maelekezo na karibia miaka 100 alikuwa anatengeneza safina. Na watu walimdhihaki Nuhu kwa sababu waliona kwanza jambo lilichukua muda mrefu, inawezekana, lakini walimuona kama vile anayeota ndoto, kama vile ambaye anafanya jambo ambalo amewaza pasipo kutumia akili. Aliona tengenezwa jengo kubwa, chombo kikubwa, na huenda alikuwa anawahubiri watu Mungu anataka kuiharibu dunia. Kwa hiyo watu watengeneze njia zao, lakini watu hawakusikia na watu hawakujali.
Na inawezekana katika watu waliokuwepo wakati ule, wengine walishiriki, kwa sababu naamini kabisa asingeweza kufanya kazi hii Nuhu mwenyewe peke yake. Kwa hiyo watu waliajiriwa kwa ajili ya kufanya kazi ile. Bwana Yesu asifiwe. Waliohubiriwa ni kama nyakati zetu za leo. Injili ya Yesu Kristo inahubiriwa ulimwenguni kote. Kama wewe ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu unavyosikiliza neno la Mungu wakati huu na hujafanya maamuzi yoyote, na si ajabu kama ambavyo Nuhu walimdhihaki alipokuwa anasema habari za ufalme wa Mungu, kwamba Mungu amekusudia kuiharibu dunia, na wakadhihaki, wakaona ni jambo ambalo haliwezekani kuiharibu dunia. Inawezekana na wewe ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu ukawa na mawazo yale yale unaposikia injili inapokuja katika maisha yako juu ya kurekebisha mwenendo wa maisha yako, kumrudia Mungu na kumcha Mungu. Kwako ikawa ni kitu ambacho ni kama mtu anayepiga kelele masikioni kwako, wala huna nia ya kubadilika. Na si ajabu watumishi wengi wa Mungu wanaohubiri injili kwako ni unaona ambao wanapoteza muda. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, kama zilivyokuwa nyakati za Nuhu, Bwana Yesu anasema ndivyo itakavyokuja katika kipindi cha sasa. Watu watakuwa wakisikiliza neno la Mungu, watalipuuza kama wakati ule Nuhu anapoambia watu Mungu amekusudia kuiharibu dunia ili watengeneze zao, hakuna aliyesikia. Biblia anasema watu walioa na kuolewa. Kama nyakati zetu za leo, watu wanaoa na kuolewa, wanafanya mambo mengi, wanapanga mipango mingi ya maisha yao. Hakuna ambaye anawaza kwamba ipo siku utafika mwisho wa mambo yote. Nimesema baadhi yao walijenga safina. Inawezekana na wewe ni miongoni mwa hao ambao labda wanaingia kanisani, wanafanya huduma mbalimbali kanisani, wanatoa sadaka, wanachangia michango mbalimbali ya kanisa, maendeleo ya kanisa lao. Lakini pamoja na yote hayo ambayo unayatenda, hauna tumaini. Pamoja na yote unayoyatenda, si kwamba wewe una safari hii ya kwenda mbinguni. Maisha yako hujayatoa kwa Bwana, hujayatoa kwa Yesu ili ahusike na wewe kibinafsi, ayaokoe maisha yako. Waliokwenda kujenga safina, inawezekana walikwenda kujenga kwa kusudi tu wapate labda pesa. Wengine walipeleka mivinje, miti mbalimbali, wengine walipeleka lami. Walikuwa wanafanya kazi, wakishapata pale wanaondoka zao, wanakwenda katika masuala yao ya ulevi, kama ambavyo watu wengi wameingia kanisani, wakitoka hapo wanaenda kwenye maulevi na mambo mengine yasiyompendeza Mungu. Hayo yote walikuwa wanayatenda. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wanayatenda haya. Hakuna jambo jipya. Ndio maana Bwana Yesu akatolea mfano wakati wa Nuhu. Waliona kama vile anayepiga porojo. Walimwona kama mzee aliyechanganyikiwa. Walimwona kama mzee ambaye hana matumaini. Siku za leo maisha yanaendelea kama kawaida. Hata injili inahubiriwa. Sasa hivi injili ya Yesu Kristo iko kila mahali. Kwenye vyombo vya habari kama hivi, vimetengenezwa, vimeundwa maalum, vimeletwa ili kukuletea wewe neno la Mungu litakaloleta mabadiliko katika maisha yako. Ukienda kwenye Facebook, ukienda kwenye Instagram, neno la Mungu liko huko. Pamoja na mambo mengi ambayo yamewekwa huko yaliyo mabaya, lakini bado nafasi ipo usikilize walau neno la Mungu mara moja au mbili tu katika yote tukayoyasoma na kuyaona. Na neno la Mungu likukute huko, likubadilishe, likugeuze, likulete kwa Mungu, ili siku ile isije ikawa siku ya ghafla. Isiwe siku ambayo hautakosa. Biblia inasema
Nuhu alipomaliza kujenga safina, ukisoma kuanzia mstari wa 17, mstari ule sura ile ya 7 Mwanzo, anasema ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaielea safina ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Na maji yakapata nguvu sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kile kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu, kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Kila kilichokuwa katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Bwana asifiwe. Ndio maana Bwana Yesu alitolea mfano huu juu ya wakati wa Nuhu, juu ya gharika. Wote waliangamia. Mungu alisema. Inawezekana watu wakati ule walisema, Nuhu, Mungu ametuumba sisi sote, anawezaje kutuangamiza hivi hivi? Ni jambo ambalo haliwezekani. Nimewahi kumsikia na mwingine katika nyakati zetu za leo anasema Mungu hawezi kumuumba mwanadamu akamwangamiza. Ni kweli kabisa, ndio maana ameuleta wokovu kwa mwanadamu ili aokolewe. Kwa hiyo wote wataangamizwa isipokuwa wale tu waliompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa nini wote waliompokea Yesu Kristo? Kwa sababu yeye ndiye njia na uzima. Mtu haji kwa Mungu, haji kwa Baba isipokuwa katika njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio mlango wa kuingilia, na hakuna mlango mwingine ambao mwanadamu anaweza akapita kwenda kwa Mungu isipokuwa Yesu pekee. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa yeye amefanyika kuwa njia ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo injili inapohubiriwa ni sawa na vile safina ilivyokuwa inaambiwa tunaitengeneza, jamani, dunia itakuja kuharibiwa. Upo mwisho wa mwanadamu. Mwanadamu anazaliwa, anaishi, alafu anakufa. Baada ya kufa kuna maisha baada ya hapo. Lazima mwanadamu asimame katika mbele za kiti cha hukumu cha Mungu na kutoa hesabu ya maisha yake. Sasa wewe kama ni mwanadamu, uelewe ipo siku moja utatoa hesabu ya maisha yako ya sasa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapaswa kutumia akili hii. Kama Mungu aliona atolee mfano wa gharika na mambo ambayo yalikuwa yakiendelea wakati ule, wakati safina inatengenezwa, watu wanakula, wanakunywa, watu wanaoa na kuolewa, watu wanafanya shughuli zao mbalimbali, wana mipango mbalimbali ya maendeleo ya maisha yao. Yesu anatolea mfano wa nyakati zetu za leo. Hakuna tofauti, maisha yanaendelea. Wanaotaka kusoma wanasoma vyuo mbalimbali wanavyotaka. Wanamaliza sekondari, wanaenda maliza high school, wanaenda vyuo vikuu, wanachukua degree ya kwanza na ya pili, na wanapata kazi, wanaanzisha biashara. Wengine wanafanya biashara wakubwa, wengine wamejenga majumba makubwa mazuri ya kifahari, wengine wanatembea kwenye magari mazuri ya kifahari, wengine bado maisha yao inawezekana ni ya dumu ya chini, lakini wote tunapaswa kuisikia injili yake Yesu Kristo, kwa sababu upo mwisho. Yesu anasema atakuja. Sasa natutaka sisi kuwa tayari
kukutana naye. Na hilo ndio muhimu. Ndio anasema saa ya wokovu ndio sasa. Saa ya wokovu ndio sasa, sio baadaye. Baada ya hapa hakuna wokovu. Biblia inasema wengine wawili watakuwa wamelala kitandani. Inawezekana mmoja ameamini na mwingine hajaamini. Mwingine atatwaliwa, mwingine ataachwa kwa sababu hakuamini. Anasema wengine watakuwa kondeni wanalima, mwingine atachukuliwa, mwingine ataachwa kwa sababu hakuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapofikiria wengine wamelala, wawili watakuwa wamelala, labda mke na mume. Mwingine amemwamini, amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mwingine anaona, mwingine anampuuzia, anadhihaki wokovu wa mwingine. Lakini vyovyote vile Yesu anasema laiti mwenye nyumba angejua ile zamu mwivi atakuja. Mwenye nyumba angefahamu siku gani mwizi ataingia katika nyumba yake na kuivunja na kuiba. Sema mwenye nyumba huyo asingelilala, angelikesha kuweka ulinzi katika nyumba yake, ili ikiwezekana saa ile ambapo mwizi atakapokuja ataweza kupambana naye. Mimi naamini mtazamaji na msikilizaji, hata kama ungekuwa unasinzia siku ile ambao umetaarifiwa kwamba mwizi atakuja nyumbani kwako, ungechukua na madebe ukaweka mlango wa mbele kabisa, ili ukiguswa tu mlango lazima itapiga kelele, yale madebe atapiga ili uamke, ili kulinda tu nyumbani kwako. Si ajabu ungetaarifu na askari polisi waweke ulinzi. Hapo Yesu alikuwa anafananisha juu ya mtu ambaye unamtazamia, ujui atarudi lini, atakuja. Manake wakati wote uwe tayari kumsubiri, kukutana naye katika maisha yako. Katika hali ya dhambi na kuto kumpendeza Mungu, huko sio kusubiri, huko ni kujisahau. Lakini kwake yeye ambaye ameamua kuyatoa maisha yake kwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyu anajiandaa, maana hajui lini Bwana wake atarudi na atamkuta katika hali gani. Bwana apewe sifa. Ni muhimu sana kujiandaa. Ni muhimu sana kuwa tayari katika nyakati zetu za leo, katika kila jambo utakalotenda. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 mstari ule wa 27 na 28, nami ningependa kusoma maneno haya mazuri. Waebrania 9 mstari wa 27 anasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalie mstari huu wa 27. Anasema kama mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Hakuna maisha baada ya kifo ya msamaha. Hamna. Ni kweli tunajidanganya wakati mwingine katika dini zetu, na wengine tumekwenda makanisani kwetu ili tuzikwe vizuri, japokuwa bado tunaishi katika hali ya dhambi. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ni kuambie neno la muhimu sana ujue. Baada ya kifo hakuna msamaha. Ndio maana Mungu ametaka sisi tukiwa hai tuwe na maamuzi ya kuchagua kumcha Mungu ama kutokumcha Mungu. Tumejidanganya wakati mwingine katika madhehebu yetu tunasomewa dua au sala kule mazikoni tunapokufa, na wakati mwingine tunaambiwa tulale kwa amani, tupokelewe mbele za Mwenyezi Mungu kwa amani,
ili tukae mahali paraha peponi. Kweli hizi ni siasa tu za kidini. Neno la Mungu liko wazi. Mwanadamu kama ambavyo amewekewa kufa mara moja, basi baada ya kufa kuna hukumu, hakuna msamaha. Jeneza lako hata libebwe na wakuu wa dini yako, wafike wajazane pale mbele ya kaburi lako, waombe sala zote, hawawezi kubadilisha maisha yako ya dhambi kabla hujafa. Dua na sala hazitabadilisha kamwe maisha yako. Anaweza kubadilisha maisha yake hata apate kuurithi uzima wa milele ni wewe mwenyewe wakati huu wa sasa ukiwa hai. Na ndio maana neno la Mungu linakujia leo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ili upate kubadilika, uache maisha ya dhambi, uache maisha ya uasi, uache kumkosea Mungu, utubu, upate nafasi ya kutengeneza maisha yako na Mungu, ili Mungu atakapokukuta akute uko tayari, maana ulisikiliza neno la Mungu ukawa tayari kulipokea. Biblia inasema katika mstari ule wa 28, anasema kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja zichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Yesu atatokea kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Maana yake wanaomtegemea, wanaomtazamia Yesu katika maisha ya wokovu, wategemee tumaini la milele katika maisha yao. Hawa hawatapotea, hawa wataurithi uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu wanamtazamia Kristo ndani ya maisha ya wokovu, ndani ya hali ya kumcha Mungu. Wanamtazamia Yesu Kristo wakiwa wameachana na dunia na maovu yake yote. Wameamua kuyatoa maisha yao wakimsubiri Kristo, kwamba siku moja Bwana wangu atakapokuja niwe tayari. Ndio maana Biblia inasema wawili watakuwepo kondeni, mwingine atatwaliwa. Huyu atakayetwaliwa ni yule ambaye anamtazamia Bwana katika wokovu. Anasema wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja, mwingine atachukuliwa, ni yule ambaye alikuwa anamtazamia Bwana katika wokovu. Wawili watakuwa wanasaga kwenye jiwe, mmoja atatwaliwa, ni yule aliyekuwa anamtazamia Bwana katika wokovu. Yeyote amtazamiaye Bwana katika wokovu, Yesu atakuja huyo kumchukua. Bwana asifiwe sana. Ndugu mtazamaji wangu, nataka nikufungue ufahamu wako. Ibada ya mazishi haibadilishi jinsi ulivyoishi. Kama maisha yako yalikuwa ya dhambi, utasubiri hukumu ambayo wote walioishi katika maisha hao wataipokea. Lakini kama uliyatoa maisha yako ukamkabidhi Bwana tangu sasa, basi Mungu anataka atakukuta katika wokovu. Bwana apewe sifa sana. Hili ni jambo ambalo watu wote tunapaswa kulifanya, kutumaini. Na ndio maana tunasema wakati uliokubalika ndio sasa. Saa ya wokovu wako ni sasa. Kwa nini ni sasa? Kwa sababu unakufanya kuwa tayari kukutana naye Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu atakapokuja, wewe utakuwa tayari kumpokea. Wewe utakuwa tayari kukutana naye. Wewe utakuwa tayari kupokea uzima wa milele katika maisha yako. Utakuwa umejiondoa katika uharibifu ambao upo katika ulimwengu huu wa leo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, maisha yako duniani ni mafupi. Hata kama utaishi miaka 60, 70, 80, bado ni mafupi kuliko yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako baada ya kuondoka hapa duniani. Yale ni maisha ya umilele. Yale ni maisha ya umilele. Na ndio maisha haya ambayo tunapaswa kufanya sisi
kama wana wa Mungu. Ndio maana tunataka tumkimbilie Yesu ili tuwe salama. Ukimkimbilia Yesu utakuwa salama. Ukimkimbilia Yesu utapokea uzima. Ukimkimbilia Yesu utapokea uponyaji. Ukimkimbilia Yesu wokovu na wewe. Yeye atatengeneza njia katika maisha yako. Katika mapito yako yote, yeye atatangulia mbele yako kukutetea, kukushindia, kukupigania, kukuponya. Kitabu cha Waebrania sura ile ya Wakorintho wa pili sura ile ya 2. Andiko hili ndio nimetoa kama kichwa cha neno letu leo. Wakorintho wa pili sura ile ya 6 mstari ule wa 2. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Unapaswa kufanya maamuzi leo. Saa hii ndio saa yako ya wokovu, sio kesho. Kesho hatuna mkataba nayo sisi. Hatujui kesho yetu Mungu amepanga nini juu ya maisha yetu. Mkataba wetu sisi ni sasa. Tunapolisikia neno la Mungu ndipo tunapopaswa kufanya maamuzi. Ninashukuru ndugu mtazamaji, msikilizaji wangu, nimekuwa nikipokea simu nyingi. Wale ambao waliamua baada mahubiri haya kumpokea Yesu Kristo, walisema, niende wapi sasa mchungaji, mahali ambapo naweza nikapata mafundisho ya kuendelea kukulia wokovu? Nikawaelekeza. Na hata wewe unayenisikiliza wakati huu na kunitazama, unaweza kuwa miongoni mwa hao. Mungu hakuachia makusudi usikilize neno hili wakati huu. Manake anakupenda. Manake ana makusudi na wewe katika maisha yako. Anaona yale unayoyapitia, unamhitaji Mungu aingilie kati maisha yako. Akuondoe katika mateso na dhiki ulizonazo na taabu unazokutana nazo. Yesu peke yake atakusaidia. Na ili uepukane na hukumu inayokuja mbele, uwe na ujasiri wa kumsubiri Bwana katika maisha ya wokovu. Maisha ya wokovu si tu ni baraka katika maisha yetu, lakini pia yanatusababisha sisi kuepuka na hukumu inayokuja mbele yetu baada ya kuondoka hapa duniani. Na hii hukumu itatupata sote. Wewe ndugu mtazamaji utaipata, na msikilizaji wangu, nami pia nitaipata. Sisi sote tutasimama mbele za Mungu. Tutatoa hesabu juu ya maisha yetu, jinsi tulivyoishi hapa duniani, namna gani tuliyaweka maisha yetu kwa Bwana na kujiepusha na maovu ili twende katika ufalme wa Mungu. Kwa nini sasa? Kwa sababu utakufanya uwe tayari, utembee tayari. Tumetolea mfano mzuri. Bwana Yesu amesema, wawili watakuwepo shambani, wawili watakuwepo wanasaga, wengine watakuwepo wamelala. Hii ina maana kwamba ikiwa umelala usingizi usiku, ukiwa ndani ya Yesu Kristo, utanyakuliwa. Sio lazima labda siku hiyo uwepo kanisani, hapana. Ikiwa wewe uko shambani siku hiyo na wewe uko ndani ya Yesu Kristo, manake Bwana Yesu atakunyakua. Ikiwa wewe ulikuwa unasaga ngano au mahindi, chochote kile, Bwana Yesu atakuchukua. Manake katika shughuli zetu tunapoendelea kumcha Mungu na kumuishia Bwana maishani mwetu, tunawekwa kuwa tayari. Na huko ndio kukesha. Kukesha sio kuwepo kanisani tu. Kukesha ni kuwa tayari kuyakabidhi maisha yako kwa Bwana, kuyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Huo ndio tayari. Popote utakapokuwepo, hata kama utakuwa umesafiri mbali nje ya nchi, Bwana Yesu atakuchukua huko, utatwaliwa.
utaweza kuurithi uzima wa milele. Bwana apewe sifa sana. Na hii ni muhimu kuelewa, kwa sababu usije ukasema sikujua. Wale ambao gharika iliwachukua, gharika ilipokuwa maji yanaendelea, bado wengine hawajafa, walipiga kelele. Biblia inasema, ukisoma sura ya 6 na sura ya vizuri, kitabu cha Mwanzo, utaona jinsi ambavyo watu walipiga kelele, wakaita Nuhu, Nuhu, tufungulie, tufungulie. Nuhu aliwajibu neno moja tu, siye mimi niliyefunga mlango. Bwana apewe sifa. Siye mimi niliyefunga mlango. Tukifa duniani bila kuwa na Yesu ndani ya maisha yetu, mlango umefungwa. Mlango wetu wa toba umefungwa. Kwa nini? Kwa sababu tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa Yesu Kristo tukiwa hai, tukiwa bado na akili zetu na ufahamu. Kitabu cha Warumi sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 8, wa 9 na 10 anasema, kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Bwana asifiwe. Mtu aliyekufa hawezi kuamini, mtu aliyekufa hawezi kukiri, manake amepotea tayari, ameukosa ufalme wa Mungu katika maisha yake. Ndio maana sasa tukiwa hai tunapaswa kuweka toba yetu kwa Mungu. Tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa Mungu, kumwambia Bwana, nisaidie, ni wakati wangu wa kutengeneza na wewe Bwana. Ni wakati wangu wa toba. Ni wakati wangu wa kumwamini Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, huu ndio wakati wako sasa. Usisubiri kesho. Haujui mambo ya kesho. Leo yako hii ndio lulu yako, ndio muda wako wa thamani mbele za Mungu kutengeneza maisha yako. Ukipata shuhuda wa mambo mengi wanadamu wanakutana nayo, mambo mengine yanatisha sana, yanaogopesha hata kusikiliza. Wakati mwingine analeta huruma. Watu wanavyopoteza maisha yao ghafla pasipo kutegemea, ama kwa ajali, au katika mambo yote. Mwili wa mwanadamu haujulikani ukoje. Mtu aliyekuwa mzima, mwenye nguvu na afya njema, ghafla unasikia taarifa tofauti juu ya maisha yake. Kwa nini? Mwanadamu ni udongo tu. Sisi wanadamu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na kwa pumzi yake Mungu tunapata ile nafsi, tunaweza tukapumua tukawa hai. Lazima tumrudie muumba wetu aliyetuumba, aliyetuweka duniani, maana ana makusudi na maisha yetu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ni wakati wako sasa wa kutengeneza maisha yako. Je, swali hili ninakujiuliza mwenyewe. Kama Yesu akija leo, utakuwa na ujasiri wa kwenda naye mbinguni? Kuja kwake Yesu Kristo kwako, unaweza kuniambia kwamba mchungaji, ninaweza nikatubu haraka. Lakini Biblia inasema atakuja ghafla kama mwivi aingiavyo. Utapata nafasi ya toba. Neno la Mungu limekuja kwako leo ili utengeneze maisha yako, upate kufanya toba, ili Yesu atakapokuja basi uwe miongoni mwa hao watakaomlaki mawinguni. Wakati bila kupotezea muda, ningependa ni kuongoze sala ya toba. Wewe ambaye unasema, kweli mtumishi wa Mungu, neno hili limenigusa katika maisha yangu, na sasa naamua kuchukua hatua, yaweka maisha yangu kwa Bwana Yesu. Yeye yuko tayari kuyaokoa, kuyaponya maisha yako. Nami nipo tayari kukuongoza sala ya toba, na Mungu mwenyewe atashughulika na wewe. Yeye Roho Mtakatifu anayehusika na kuongea na wewe ndani ya moyo wako atahusika na kuyabadilisha maisha yako. Hebu funika
macho yako sasa, nami nitakwenda kuongoza sala hii. Hebu unifuatishe napoendelea kusema. Sema: Bwana Yesu, nashukuru kwa neno lako uzima. Bwana, umesema nami leo juu ya maisha yangu binafsi. Nami naamua moyoni mwangu kukupokea wewe Yesu Kristo. Ninatubu dhambi zangu zote. Bwana, unisamehe dhambi nilizozifanya, zile ninazozijua na zile ambazo sizikumbuki. Bwana Yesu, unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, jina langu kwenye kitabu cha uzima. Niwe mali yako tangu sasa. Bwana Yesu, yabadilishe maisha yangu. Mfalme, nitembee na wewe kuanzia leo, niwe na maisha mapya ndani yako Yesu Kristo. Kwa sala hiyo fupi, Bwana Yesu ameokoa maisha yako, maana umeamini, alafu kinywa chako, na Bwana Yesu ameyaingilia maisha yako. Na wakati huu ningependa kuomba pamoja nawe. Inawezekana katikati yetu wapo wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yao, na wanahitaji Mungu apate kuwafungua katika vifungo mbalimbali. Huyu Yesu anayeokoa roho zetu pia anaponya na magonjwa, anatuondoa katika vifungo mbalimbali katika maisha yetu, katika mkandamizo wa adui yule mwovu Shetani anayeonea wanadamu na kuleta magonjwa na mateso na namna mbalimbali ya maonezi katika maisha yao. Inawezekana unahitaji lolote lile, si lazima kama unaumwa. Kama unahitaji ndani ya moyo wako, ungependa Mungu akutendee, hebu amini maombi haya ambayo nakwenda kukuombea sasa. Weka mkono wako kwenye moyo. Na wewe uliye mgonjwa, weka mkono wako pale panapouma. Kama una matatizo ya kichwa kisichopona, weka mkono wako kichwani. Kama ni macho, kama ni mgongo, kama ni miguu, kama ni tumbo, weka mkono wako pale panapouma na kuteseka. Lakini kama hitaji lingine, nimekuambia weka mkono wako kwenye moyo hapa. Lakini inawezekana unahitaji uzao. Hii imekuwa shida kwa wengi. Nimekuwa nikipokea simu nyingi kwa watu ambao wanahitaji uzao katika maisha yao, hawajapata watoto. Hebu weka mkono wako kwenye tumbo, alafu muamini Mungu, yeye anayeumba atasababisha tumbo lako lisilozaa lifunguliwe likapata uzao, kama ambavyo akina Hana walifunguliwa wakapata uzao, na wengine wengi katika Biblia Mungu aliwafungua na kupata uzao. Sasa funika macho yako napokwenda kuomba sasa kwa imani. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya saa hii njema. Asante kwa neno lako liletalo wokovu katika maisha ya mwanadamu. Ninakushukuru kwa ajili ya hawa wote walioamua kuyatoa maisha yao kwako Bwana. Ninaomba Bwana Yesu ukawatakase roho zao, nafsi zao na miili yao. Damu yako ya thamani iwafunike, iwatakase, iwaponye. Ukawainue, ukawaimarishe, wakaendelee kuukulia wokovu wakikusubiri Bwana hata utakaporudi. Mfalme, asiwepo wa kurudi nyuma wala kushindwa kuendelea katika imani. Na sasa ninaomba kwa ajili ya wote wenye mahitaji mbalimbali. Ninakusihi Bwana wa uzima, kila ambaye ameweka mkono wake kwenye moyo kwa imani ya kupokea, akapokee hitaji lake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Hitaji la kiuchumi, hitaji la watoto wake, ndoa yake, hitaji la maisha yake kwa ujumla, Mungu kutana nalo. Kazini kwake, kwenye biashara, katika shughuli zake mbalimbali, Bwana Yesu kutana na kila hitaji. Kama kuna kikwazo chochote, nasimama kinyume na kikwazo hicho. Kila kilichosimama mbele yake kuzuia hitaji lake asipokee, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaamuru kila kikwazo kiondolewe mbele yake.
kwa jina la Yesu Kristo. Maadui waliosimama kinyume naye na wasambaratisha katika jina la Yesu. Maadui zake wakashindwe kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Kila kifungo kikaachie katika jina la Yesu Kristo. Vilivyofungwa asivipokee, vikafunguliwe sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Vyote vikaachie. Anatengeneza njia mbele yake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ponya na kumwokoa, weka uzima ndani yake. Na huyu aliye mgonjwa, Bwana Yesu, namleta mbele za uso wako sasa, ukamguse katika mishipa, nyama, damu na mifupa yake, apokee uzima. Nguvu ya udhaifu katika ikamwachie kwa jina la Yesu Nazareti. Toka maumivu katika kiungo chake, vikamwachie kwa jina la Yesu. Toka mateso, toka magonjwa kwenye kichwa, kwenye kinywa, kwenye kifua, kwa jina la Yesu. Mapafu, kwenye moyo, high blood pressure, low blood pressure, high diabetic, katika jina la Yesu. Toka, achia. Kila kikwazo kikamwachie. Magonjwa ya kisukari kwa jina la Yesu. Magonjwa ya tumbo kwa jina la Yesu. Vidonda vya tumbo kwa jina la Yesu. Miguu kuwaka moto kwa jina la Yesu. Ninafunga kila roho ya udhaifu katika mwili, ikamwachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, akapokee uzima. Vifungo vyote vikamwachie katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana Mungu, kutana na mahitaji yao kazini kwao, kwenye biashara, kwenye ndoa zao, katika kila eneo la familia. Bwana Yesu, waponye na kuwaokoa. Wape uzima kwa jina la Yesu. Wafungulie milango, vifungo vyote vikaachie. Baba, nawaleta watoto wako mikononi mwako Bwana, hawa ambao wanahitaji uzao. Bwana Mungu wa majeshi, kama alivyoamini na kuweka mkono kwenye tumbo lake, katika jina la Yesu kamfungue, mpe uzao kwa jina la Yesu. Tumbo lisilozaa lipokee uzima, lipokee uzima. Kila tumbo lililokufa la uzazi lipokee uzima katika jina la Yesu. Ninaomba uzima wa kupokea na kuleta uumbaji wa uzao kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, mfalme, wakati kama huu mwakani, mpe uzao, ashikilie mtoto katika mikono yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Mungu wa majeshi, ulitenda haya na hata sasa Bwana umetenda katika jina la Yesu Kristo. Wenye magonjwa ya kansa, Bwana Yesu, na waweka mikononi mwako sasa Baba, katika jina la Yesu. Waguse kila eneo, kansa ya damu, kansa ya mifupa, kansa ya ngozi, kansa ya uzazi, kansa ya kila namna, kansa ya ini, kansa ya koo. Kwa jina la Yesu ninaumba chembe chembe zilizo hai na zihuisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Akapokee uzima ndani yake kwa jina la Yesu. Hali ya kufa ikatoweshwe, hali ya uzima ikawepo ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga roho za mauti, ninafunga roho za mauti, ninafunga roho za mauti kwa jina la Yesu. Uwe mzima kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana Yesu akuponye, ukapokee uzima. Ninakushukuru Mungu mtakatifu kwa sababu umesikia maombi haya. Asante kwa kuwaponya watu wako. Asante kwa kukutana na mahitaji yao. Asante kwa kuwafungua waliofungwa. Asante kwa wote uliowapa uzao. Katika jina la Yesu tunarudisha sifa na utukufu mbele za uso wako. Amen. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, tumefanya maombi haya. Nashukuru kwa wale ambao Mungu amewaponya, walipiga simu kushukuru, wakirudi sifa Mungu aliyewaponya. Ni vizuri kushuhudia
kwamba Mungu amekutendea, sio tu kwangu. Unaweza kwenda hata pale kanisani unapoabudu ukasema Mungu ameniponya. Mungu anapenda shukurani. Uwe na shukurani kwa wale ambao Mungu amekwenda kuwatendea. Nami nafurahi kwa yale ambayo Mungu anawatendea katikati yetu. Mungu akubariki sana. Nijitambulishe kwako tena. Naitwa mchungaji John Mnong'one wa kanisa la EAGT Mwangaza ililopo nyumba 300 Kisasa kule Mwangaza, Dodoma mjini. Namba zangu za simu ni 0754479789. Ukipiga utanipata. Kama una jambo la kuulizia, ufafanuzi au msaada mwingine zaidi, basi hebu tuwasiliane na Mungu atakwenda kukusaidia. Mungu akubariki mpaka tena wiki ijayo tutakapokutana, na kutakia baraka nyingi za Mungu. Amen.